حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. Tuko katika msingi unaozungumzia mahusiano ya maadili na maamuzi ya mwanadamu, al-akhlaqu wa hurriyatul iradati wal ikhtiyar, maadili na uhuru wa maamuzi na kutagua. Nilinena yana tukizungumza tabia na akhlaq, twazungumza kumbadilisha mtu, sawa mtu binafsi ama jamii, kwa sababu maana ya tabia mzuri ni ima wewe uko katika hali si mzuri ujibadilishe kwa kujipamba na hali mzuri, ama uko katika hali mzuri uende katika hali mzuri zaidi. Kwa hivyo ni safari ya mabadiliko. Sasa suala lilojitokeza, je, uwezekano, wengine wameliuliza hivi, halil akhlaqu qabilatun litaghyir, kwani tabia za mtu za kubali kubadilika, ama ni kitu ulivyo ndivyo ulivyo? Na tukasema kwamba suala la majaliwa lajitokeza kwa nguvu sana kwenye safari hii, na si kwa maana peke yake ya kidini, bali majaliwa ina ziwango karibu zitano. Nimezungumza jana nadharia ya wiratha, kanuni ya kurithi, kwamba kweli sayansi imethibitisha na aya za Qur'ani na hadithi zimeakidisha mambo hayo, kwamba mtoto kama anavyorithi sura au sifa za kimwili kwa wazazi wake, pia arithi sifa za kinafsi na za kiakili kwa wazazi wake, tena sio tu wazazi wake wa karibu, baba na mama, bali arithi kwa wazazi wake wa mbali sana. Na leo kukaja ile ilmu wanayoita ilmu jinat, masala ya genes. Ndio utakuta hapa si kitambo Shanga walikuja wa China wakapata familia fulani, wakapima, wakaona jinsi zao. Simayua habari hii ilikuwa kwenye zombo za habari, na hata sisi hususan jamii za miseto. Na ustadhi anambia kuna kijana mmoja wamemtukua, wamekwenda naye kwao. Na haswa jamii kama zetu, hizi jamii zetu mara nyingi ni jamii za mseto, kwa sababu maeneo ambayo kihistoria yalikuwa na tabia za kusafiri ama kuja wanaosafiri maeneo haya, na kupitia Indian Ocean na mawasiliano yetu na India na Persian huko Irani na Gulf, Maumani mpaka Maportugal. Pengine leo tutafanyiwa ile wanaita nini, DNA, na kutolewe result, watu watakwenda mbio wengine utakuja kujiona una damu ambazo kuzifikiria wewe, na si makosa yani.
si masala tu ya peke katika nini almuhimu. Kwa hivyo kuna watu wanaamini majaliwa ya kiwirathi na wameshikamana na sayansi, na nimeieleza jana. Kuna watu wanaamini majaliwa ya kimalezi, kwamba wewe ulivyo ni vile wazazi wako walivyokulea. Zile sifa za kwanza walikuingiza wewe, kama walikufanya Muislamu, kama walikufanya Mkristo, kama sijui walikufanya nani. Na ndio utakuta majority leo katika misimamo yao hasa ya kidini na ya kimadhehebu yako kwenye chanzo cha malezi yao, hayako kwenye teguo la fikra zao wengi. Na ndio changamoto pia walioipata mitumi, inna wajadna abaana. Sasa hawa waamini majaliwa ya kimalezi, na Qur'ani na hadithi pia yakubali kwamba malezi yana mchango katika kumshape personality ya kijana. Na jana nilisoma baadhi ya hadithi. Tatu, kukaja watu wanaoamini majaliwa ya kimazingira. Kasema mtoto aanza kwenye matumbo ya mamake, aathirika na wiratha sifa, akitoka kwenye matumbo aja kwenye steji ya pili, malezi ya muathiri, akitoka kwenye malezi, maisha ya nyumbani, aingia kwenye nini? Mazingira. Sasa mazingira nayo pia yamshape. Na jana nilisimama hapa, Wazungu wana usemi hutumia sana siku hizi, wasema kufikiri nje ya boksi, sio? Kuna usemi unatajwa sana, kufikiri nje ya boksi. Mmoja katika maana ya mithali hii katika uwerevu wa mtu na kuwa genius, na katika sababu moja katika sababu za kufaulu ni kuweza kufikiri nje ya mazingira yako. Sijui mmenielewa jamani? Kwa sababu namna tutakavyosoma, uwe umesoma dini, umekuwa shekhe mpaka umefika kiwango waamkuliwa alalimu alallama walbahru alfahama, sijui kadhaa, uwe umesoma sekula, umekuja na majina yote utakayokuwa mkuliwa, sijui una master, sijui una PhD, sijui ni profesa, sijui ni dokta. Mahala pagumu, elimu yote ile yaweza kuishia kwenye zizingiti za mazingira, kwa sababu utakapokuja kwenye jamii ambayo mazingira yake hayajafanyiwa nini mabadiliko, yatakushape wewe na elimu yako katika values za jamii ile, na itabaki elimu yako kutumika katika ziwango za fikra zao, si za fikra zako. Na corona ilikuwa mwaka gani jamani? Ile Ramadhani tulofunga kwenye corona 20 ya March 2020. Hata darasa la Ramadhani nafikiri nililitoa nyumbani online. Mmoja katika maudhui niliyoyazungumza wakati ule katika kufikiri ni kuhama mabongo ya kielimu. Mtu arudie katika lecture zile, ulimwengu wa tatu una shida ya kuhama mabongo ya elimu, na sisi tangu Arabuni, ulimwengu wa tatu, hususan ulimwengu wa Kiislamu. Kwa nini? Kuna sababu nyingi nimezungumza kule: kutothaminiwa kwenu, kutopewa uwanda wa kuweza kuitumia elimu yako ipasavyo, kuvutwa kwenye kadhia za kipuzi, uletwe huku kwenye masala ni kufunga mikono, ni kufungua mikono, sijui umenifahamu. Sasa wale wanaoshindwa kuleta changes waona wapoteza wakati wao.
yahama Mabongo kwa sababu ya kwenda kutafuta environment ambayo itafanana na uwezo wa elimu yao. Na hili ni suala ambalo nafikiri ni mwanangu, siwezi kukwamkua ndugu yangu Muhammad, katika masala ya kuhimizana vijana kusoma. Mimi naamini na nimenena mara nyingi, siku hizi tumepiga hatua katika kusoma. Nimekuja na msamiati mpya mimi, Waarabu wanaita tarshidul. Nimejaribu kuangalia tafsiri ya Kiswahili sikupata, hutiwa maneno sampuli kwenye Google hayawi. Tarshidi ni ile ndoambia rushdi kwenye Kiarabu, kuifanya elimu ikomae, isiwe tu huambiwa yule una degree ule una nini. Moja katika tarshidi ni kupambana na jamii yetu kujua majukumu ya wasomi ni gani na nafasi ya wasomi wetu kwenye jamii ni gani, ili wakimaliza kusoma waone pana sababu ya kuketi kwenye hii jamii. Kwa sababu ikiwa tutasomesha watu watagura, itakuwa pia resources zetu tunafanya nini? Tutazipoteza. Hiyo ni muhimu sana. Pili ni kujua kinachotakikana kusoma ni kipi, kwa sababu tunaweza kuwa twasoma tukishtuka tuna courses fulani tumejazana, hatuna nafasi, upande mwingine kuna gaps. Lakini mahala ninapotaka mimi katika environment yetu ina mchango mkubwa kuwa wasomi wetu. Mimi nilipoanza kuinuka na kupanda mimbar na kama juzi mahali walivyoniambia na ujana na hamasa, katika pengine mkirudia katika hutuba zangu za nyuma, alikuwa nikiwashambulia sana wasomi wetu, hususan wale waamkuliwao maprofesa ambao tumeinukia sisi vijana tukisikia, tusitaki kutaja majina ya watu, kuna profesa fulani atoka Amu, kuna profesa fulani atoka Amu, kuna profesa fulani atoka Amu. Ikawa twajiuliza wamechangia nini kwenye hii jamii? Wamefanya nini? Wamejenga nini? Baadaye ukianza kupevuka, ukiishi na hii jamii, utajua kidogo kidogo majibu ya maswali haya. Mbali na kwamba hatuelewi tunachokitaka kwao, hatuwezi kumuuliza profesa umejenga nini, tumuulize tajiri amejenga nini. Pia sasa kuna matatizo haya, tunachokitarajia kwa msomi sicho kinachopaswa tukitarajie kwake. Mara nyingi twapeleka shida zetu mahala ambapo sipo pake. Mfano leo wewe umesomea, sitaki kujitetea, wewe ni ustadhi, valideni, mtuzi kardha, na jamii ya kuangalia wewe watatulie matatizo yao ya kiuchumi, badali ya wewe waingoja jamii, kwa sababu wewe umekwenda kusoma dini, huna kazi, hulipwi na kaunti wala hulipwi na serikali. Waingoja jamii kuangalia wewe, jamii ya kungoja wewe wape sadaka. Sasa utakimbia ama ukimbii? Takimbia mwisho. Ala kuli hal, turudi sasa. Kuna watu wamekuja na majaliwa ya kimazingira, wasema maadamu mazingira yako hivi hatuwezi kubadilisha kitu, tutabaki kila kiingiacho kwenye mazingira kitatoka vile vile. Simandia mwenye kunena kullu ina'in bima fihi yandah, kila chombo huvuya kiliomo, kila chombo huvuya kiliomo. Ukitoboa pipa, kama ndani kuna mai kutavuya nini? Kama ndani kuna patroli kutavuya patroli, kama ndani hamna kitu hakuvui kitu. Sijui umenielewa? Ndio mfano, yani
huwezi kutarajia mazingira yatatoa kitu tofauti ya kiliomo. Narudi tena, Uislamu wakubali kwamba mazingira yana mchango mkubwa katika kushape personality ya mtu au ya watu, lakini si uamuzi wako wa mwisho. Na kuna ithbati za kihistoria, si za kifilosofi. Juzi niliwaambia dalili muhimu ya kuwezekana ni kupatikana. Je, kwawezekana kulimwa maapple amu? Waweza ukaja na theory za kiagriculture ukazisherehe, lakini mwingine anaweza kwambia la, shambani kwangu huko, shortcut hiyo, twende shambani kwangu, hunu nimeupanda umemea, sipoteze wakati. Hiyo ndo tuambiwa alwuquu dalilul imkan, kukiri kupatikana kitu, kuwa kitu ndio dalili ya nini? Ya uwezekano. Kuna mifano mingi ya watu wamezoweza kuasi mazingira yao na wakawa, na viongozi wote ni hivi. Kila kiongozi alofaulu kuleta mabadiliko katika jamii yake, kitu cha kwanza ni yeye aliamua kuasi mazingira yake, kuasi values za bandia zinazompekesha, kuasi maadili ya kitamaduni na ya ada ambayo yatupoteza. Naam, kivipi, tactics gani tutatumia, hayo ni masala mengine, lakini mazingira ni muhimu. Na ndio utakuta hadithi kadhaa zimekwambia utague rafiki, aya kadhaa katika Qur'ani za tuonesha influence ya marafiki. Hata ule mtu atasikilia wakati akitiwa motoni ayute, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Simazisoma aya hizi, natamani mimi lau sikumfanya fulani ndo rafiki yangu. Na lau nitataka kuwasomea sasa hivi aya zinazohusu kukwambia utatagua wa kuandamana naye, aya na hadithi, wa kufuatana naye, utaketi na nani, utashirikiana na nani, utakuja kuziona kwa maana pana. Ukitoka kwenye maneno ya rafiki na nini, zazungumza environment, yani zazungumza mazingira nje ya familia na athari yake, lakini haitufikishi kwenye kiwango cha majaliwa. 4, hii kidogo ya kielimu na ina kiwango cha hali ya juu zaidi ya jamii, yazungumza kimataifa. Nitaipita tu mbio mbio, sisi haiweza kuwa haituhusu sana. Na hii ni nadharia ya kikomunisti, inaitwa alhatmia tarikhia, majaliwa ya kihistoria. Wakomunisti katika falsafa yao ya kuchambua jamii wameisema hii historia ya mwanadamu kutoka aande duniani mpaka atakapokumalizika itapitia stages fulani, na katika kila stage kuna mtindo wake wa maisha, na mtindo wa maisha unasababisha mtindo wa kiuchumi, na mtindo wa kiuchumi unazalisha mitindo ya kifikra na ya kiitikadi na ya kidini na ya kisiasa. Wao imani yao, fikra zote walizonazo watu ni mazao ya hali yao ya uchumi. Wakaeleza wakati wa kabla ya ile inaoitwa industrial revolution, wanadamu wa majangwani, wakaja wanadamu waliokuja kutumia ala, wanadamu waliokuja kugundua kulima, ikatengeneza jamii ya tabaka, wamiliki wale burjuwazi wawaita sijui na nani, wanaumiliki na wanyonge. Itakuja mpaka itafika wakati ndo kutafika hiyo maana ya shuyuia. Sasa uadilifu utasambaa kwenye ardhi
mpaka kutakuwa hakuna haja tena ya serikali wala ya maadili wala ya dini wala ya chochote. Watu automatic watatembea kwenye usawa. Ndio hiyo shuyuia, itafika hiyo siku. Tabani hizi nadharia leo zimepitwa na wakati. Leo kumekuja nadharia nyingine zinaitwa the end of history, sio nihayatu tarikh. Ala kuli hali, sasa wakomunisti waamini katika kila stage yajipeleka yenyewe mpaka ibadilike, huna maamuzi ya kubadilisha. Ikiwa tuko kwenye stage sijui ya ukulima utazalisha aina za uchumi fulani, aina zile za uchumi zitazalisha itikadi fulani, watu watatembea hivyo. Kipindi kile watu wataamini Mungu. Kuna kipindi watu watakuja wataona kumbe hatumtaki tena Mungu. Ndio komunisti wakanusha Mungu, wasema Mungu ni mazao ya mahitaji ya kifikra ya muda. Kuna time fulani fikra zile zitakuwa hazihitajiki tena. Sasa haya pia yako juu yetu katika hii darasa, sitoyangia, lakini katika wanazuoni waloandika special kuivunda hii nadharia ni mwanafilosofi wa karni ya 20, alfailosof Said Muhammad Baqir As-Sadr, katika wanazuoni wa Iraki. Huyo ana zitabu fululizo, ziko kwa Kiingereza. Ningewanasihi wale wana uwezo kidogo wa kufahamu falsafa na nini wasome, na hata mkigogol mutakipata. Huyo ana kitabu anakiita Our Philosophy, Kiarabu inaitwa Falsafatuna. Kisha ana kitabu anakiita Iqtisaduna, Our Economy. Katika zitabu hizi ziwili alikuwa yuwaziangusha nadharia za kikomunisti na kuhusu majaliwa ya kihistoria, na ni masala marefu. Kwa hiyo tuna majaliwa ya kiwirathi, tuna majaliwa ya kimalezi, tuna majaliwa ya kimazingira, sio? Tuna majaliwa ya nini? Ya kitarikhi, ambayo hii kidogo tusiitie akilini sana. Tuna majaliwa ya kitamaduni, ambayo hii haiko tofauti na mazingira. Mara nyingi tunapekwa na utamaduni wetu, hatujipeki sisi. Na mifano iliyo wazi ni munayoipiga nyinyi kila siku, inadhihiri katika tukus za kijamii. Tukusi ni nini? Ni zile sherehe fulani za kijamii, si sherehe kwa maana ya furaha. Maziko yenu ni tukus. Kama jamii mukizika, muna mambo yenu mbali na dini. Harusi zenu ni tukus. Kuzaa na yale mambo yanaofuatilia mwanamke akizaa, sijui kuna siku 15 keti paziani, sijui kisha atoke, siku hizi ziko tena zitu hizi 40, ni tukus. Mfano katika mambo yamepotea katika jamii yetu, sherehe za mwaka. Si makumbuka wakati wa mwaka kuna mambo ya chonda, usiku wa chonda, ufai kulala na ndaa, usijui ukilala na ndaa usiku chonda atakutia majiwe matumboni. Kisha kuamkia asubuhi kutengenezwe sijui sherehe, wazijana wa chuoni watoke ende kaoshe majambi. Watu wazima watayakumbuka, hao jana sasa hawajui mambo haya, hao watu wa Twitter kuoga pwani, zile ni tukus. Kwa hivyo nikinena tukus, naeleza zile sherehe fulani zinaochukua sura ya kitamaduni, hata katika kueleza mambo yenu ya kidini, hata katika dini, lakini yaja kwa upande wa tamaduni. Mfano sala ya Juma ni dini, ile sala ya Juma yenyewe ni dini, haingii kwenye culture. Lakini maiswali vipi Juma, majipanga vipi Juma, mavaa nini Juma, muna tabia siku ya Juma ufungua maduka ama hamufungui, zile zinapekeshwa na culture na utamaduni wenu, ndio unaoingia kati. Sasa mara nyingi sisi tunapekeshwa na utamaduni.
Ikiadia tunataka kufanya harusi, hakuna mtu anaoketi akasema mimi nataka kuifanya harusi hivi hivi. Watu hufanya harusi vipi na vipi. Huamui wewe, ushaamuliwa, wewe kufuata mkondo tu katika hayo majaliwa, na si rahisi kuyavunda haya, na sifanyi kampeni ya kuyavunda. Napenda pia nifahamike sana, ili maneno yangu yasionekane hugongana. Kama wirathi si upingi, bali haufai kupingwa, malezi haufai kupingwa, environment haifai kupingwa, itumiwe sawa, na utamaduni haufai kupingwa, urakibisho utumike sawa, kwa sababu utamaduni ni ngome ya utambulisho wetu, ni ulinzi wetu. Kwa sababu yale yale yanayofanyika makosa yakirakibishwa kitamaduni yakafanyika sawa, yakabaki kututia pingu ili tuendelee kufanya sawa, tusiweze kuruka utamaduni, yatakuwa ni katika zombo za al-amru bil ma'rufi wa nahi anil munkar. Sijui mmenielewa jamani? Nitawapa mifano utamaduni unavyotu control, ambao umelinda value zetu ingawa zapotea leo. Pamoja na kwamba mke wako ni halali yako na mwanamke mume ni halali yake, lakini utamaduni wetu haui kubusiana mbele ya watu, haikubaliki. Ingawa zitu hizi zaanza kupotea kidogo kidogo. Ni mkeo na ule tusema ni mume wangu, hakuna kosa lolote. Lakini utaona wewe, hata kama uko na mke wako uko mbele za watu, watakumbusu, hata mkono utamshika kama watu wengine, hutaonesha harakati za kimapenzi mapenzi. Kwa mfano, natoa mifano. Sasa utaona wevu ile ya kitamaduni, hii ndo inaoitwa murua, haya, heshima za utamaduni. Hilo neno murua, ukisikia fulani hana murua, murua huyafanya haramu. Mimi leo kama ustadhi darusi nikivaa dinge mpaka maondoni, sio situpu ni baina kitovu na maondo, nikivaa dinge mpaka maondoni, nikapija na kitishati changu ambacho hakina mikono, nikaitia na chepeu, siyafanya haramu? Ama nimefanya haramu? Siyafanya haramu. Mara jamaa munione pwani sasa usiku, na kuna hizo design za siku hizo kwa soksi moja upande moja imesikilia maondoni, upande moja imeshuka tini, sio hizo za kijenzi. Nimefanya haramu? Lakini jamii itaniambiaje? Jamaa ataanza kuulizana, jamaa ustadhi, bwana mja haishi kuumbwa, sio zimeruka, uko sawa. Kwa nini? Kwa sababu utamaduni watapika lile jambo, wakikisika ndio utaambiwa ustadhi hana murua, haambiwi umefanya haramu. Naweza kuya siku ya Juma hapa nimevaa full suit, ama nimevaa traki na t-shirt, kapanda mimbar, mutaketi msikitini? Siku tatokezani watu lakini nimefanya haramu? Si tumeambiwa ni satrul aura, nimestiri tu ama sikustiri? Lakini utamaduni wetu, shekhe havai vile, ni culture yetu. Na usinambie Masri watu Masri, sisi hatuhusiani na Masri, kama wao hawahusiani na nini. Na mahala pa kwanza napenda kuwahusia palipovundwa murua ni katika uongozi wa kisiasa, kwa kutaka kuwa convince Gen Z. Wanasiasa wengi leo wavaa ovyo, hailingani na zeo zao za kisiasa, ambao nyuma sisi tulikuwa kwetu hatuoni mambo yale.
hata kama atakuwa muhuni, ono uhuni wake hufanya kivyake, lakini haji kwenye upuzi ule wa mitandaoni. Tunzima miaka 50, uvezi suruali, matako wazi, sijui na nini, wewe kisha huankuliwa. Sitaki kutaja watu, kisha wewe huankuliwe ni mbunge. Wewe unajua maana ya mbunge nini? Wewe waakilisha watu. Ikiwa swala ya Juma tu waswalisha watu 40, wewe waakilisha watu laki, ukisha uve sampuli ziraka, ni Gen Z. Na ndio mtaona hamuwaheshimu tena. Impact yake ni kukosekana heshima. Impact yake wakati wewe ustadhi utakapokuwa uko barabarani umepiga kijinzi chako na ule kijana Gen Z hukuona kama yeye. Sasa hapo haijali wewe huko ustadhi, ndio anaanza kutilia oye ustadhi vipi oye utapewa dori ukishtuka. Sasa wewe wajiangusha thamani kwa hoja, kwani ni haramu? Yule watu wengi siku hizi wana hiyo, kwani ni haramu? Kwani nimefanya madhambi? Si kila halali hufanywa jamanini. Kula mayani ya mwembe ni haramu? Nijibuni. Mbona hatuyaona mboga ya mayani ya miembe watu upika? Si kila haramu, si kila halali hufanywa. Na madhambi mingi mlosikia mitumi wakilaumiwa kwenye Qur'ani, msingi wake ni hunu. Hawakufanya haramu, wamefanya mambo kinyume na cheo chao. Mkitaka jibu fupi, ukiuliza ustadhi, mbona fulani ameambiwa ameasi na yeye ni mtumi? Hakuwaasi kwa maana ya haramu, ameasi kwa maana amefanya kitu hakiko kwenye mustawa wa cheo chake. Hata kama kwa mwingine ni halali, kwake ilikuwa si sawa, si murua. Nafikiri mnielewa jamani. Kwa hivyo nirudi, nimepanua lakini nataka kuwaelimisha. Tusiwe wepesi kuvunda tamaduni. Tamaduni ni ngome za tulinda, zalinda heshima, zalinda wanawake wetu, zajenga haya zikijengwa ndio zina zapungua. Sijui umenielewa vizuri sana. Na tukiaondosha si ni halali, sijui kazani yake, sijui ni mwana wa nduye, sijui wendrao auti, mara mlikuwa auti. Na mtu atakwambia kwani ni haramu? Kwani si wale ndugu? Si haramu. Na wende wapige bichi hasa. Haya. Lakini kama ndani pia kuna ya ubaya, ni hatari. Yatakuwa yatushape katika hali mbaya. Lazima sasa wana mageuzi katika kazi kubwa ya kuiamsha jamii, ni kuweka kitujio katika utamaduni. Na kariri sana, kitujio katika utamaduni, si kuvunda utamaduni. Ukija ukiuvunda utamaduni wote ushamaliza, mtazengeana kama tunda za tasbihi. Chungeni sana na kuondosha tamaduni. Ziondosheni zile peke yake tamaduni ambazo zina madoa. Na kama kuna tamaduni zina madoa, haifikii hali ya uharamu, lakini athari zake kwa jamii ni kubwa, ziwatwe. Jaribuni munielewe vizuri sana. Kama kuna tamaduni hazifikii kwenye haramu, lakini ndani kuna mambo ambayo si mazuri, twapoteza uchumi, twafanya kadhaa, lakini ndani ya mambo yale impact yake kwa jamii ni kubwa, tuvumilieni makosa yale kwa kuhifadhi identity ya kijamii. Hapa kidogo yataka mabongo ya kuchambua. Kwa mfano leo siku ya Idi, kuna watu waweza kutukua paka mkopo kwenda kupika zakula ili wageni wakia wale. Pengine ana mwana hajamlipia fee, pengine ana mwana hajamlipia fee, lakini hataki kuwa out of wave ya siku ya Idi. Atafunga mlango? Ni aibu.
atawaambia watu wakija langoni, ahsantum, ni aibu. Angalau atajikaza na yeye aweke kijagi cha ukwayu na zitu za ngano, sio na kadhaa. Hata kama gharama shilingi 3,000, hakuna hizo 3,000 nyumbani. Pengine nguo za Idi za vijana zimechukuliwa mkopo. Kwa hivyo ni mbaya ama si mbaya hii kujikalifisha? Ametezea pesa shilingi 2,000, 3,000, ama hakutezea kwenye mambo si ya dharura? Ametezea. Lakini athari za kufungua mlango na communication za kifamili na impact yake ya kijamii, yavumilia hasara ile ya shilingi 3,000 ama haivumilii? Alfu tatu ile mukaifanyia semina miaka 10 na mukaitewa budget na NGOs, hamurudishi tena mahusiano ya kifamilia kwa semina. Lakini shilingi 3,000 za zitu za ngano na kijagi cha ukwayo kinajenga mawasiliano makubwa sana. Sawa jamanini? Niwape mifano zaidi ili mujue zitu zenu zina kazi gani. Wewe leo nyinyi leo barobaro muna katika kila kikundi muna mahala pa kufungua madhini. Pengine kuna watu pale kwenye kufungua madhini huweta kahawa, huweta tende, yeye hana mbee, hana nyuma. Lakini aona akiakula tu pale kila siku ataonekana matatizo, ili na yeye aya afanye nini? Aete. Ukija kifalsafa nyingi kwamba wewe bwana, hiyo ni kupoteza nini? Senti. Kwani pale kufungua madhini kwa siku kwa zidi shilingi 1,000, 2,000, 3,000, ukaanda kuna zile falsafa, afadhali hizi senti zikusanywe kusaidiwe mayatima. Ziko lugha hizi za kipuzi sana katika jamii. 2,000 zenu Ramadhani mkusanya, mtatatua percentage ngapi ya tatizo la yatima? Maneno mengine mkinena nenani mkiwa na akili, sio? Mnaelewa? Shilingi 2,000 za kufungua madhini zitatatua tatizo la yatima? Lakini angalia ule mahusiano yenu ya kijamii, zile zitengo za kufuturu zinavyojenga jamii yetu na mshikano. Mutatumia pesa ngapi kuubakisha mshikano ule kabla hamujasaidia yatima? Kwa hiyo atakuja pale mtu na falsafa zake nyingi, aje na mwingine na aya zake nyingi, bid'a, haya mambo sio kufanyika, haya mambo hivi, twavunda ile structure. Hii ndio inaoitwa structure ya kitamaduni ya umma. Kesho mauzengea umoya kwa theory za kimagharibi amuupati, kwa mshavunda structure yenu. So pale mukiketi mukifungua madhini, mtajua leo mwendani wetu kumbe alikuwa ni mgonjwa hakuya, leo mwendani wetu kumbe amefiliwa, leo. Hapo ndipo kunaanza, kama swala za jamaa na matanga hivyo hivyo na harusi hivyo hivyo. Kwa hivyo ili maneno yangu yafahamike, ikiwa kuna tukus za kijamii ingawa haziko sawa kiasi fulani, hazijafika, na kariri, hazijafika kwenye haramu, ingawa tuziona sijui zina israfu kiasi fulani, lakini tuanga impact yake ya kijamii ni nini? Ni kubwa. Tusizivunde kabla hatujawa na mbadala. Mwisho nimalize mada yangu hiyo. Majaliwa ya mwisho ni majaliwa ya kidini. Mmenielewa jamani ninavyozungumza? Kwa hivyo kuna majaliwa ya wiratha, majaliwa ya malezi, majaliwa ya mazingira, majaliwa ya jamii, majaliwa ya presha ya culture na utamaduni, na majaliwa ya kidini, ambayo ndo sana tunayotumia yale ya wabil qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Kwanza napenda kuweka wazi, kuamini qadha na qadar ni katika misingi ya imani ya kila Muislamu. Katika lugha ya makosa moya inayotumika ni kuwagawanya Waislamu, kuna wanaoamini qadha na qadar, kuna na wasioamini qadha na qadar. Hakuna, ukinena huamini qadha na qadar uweza kutoka kwenye Uislamu. Hatari, kwa sababu katika zile nguzo za Kiislamu. Ni kama kunena siamini mtumi, ni kama kunena siamini siku ya. Kwa hivyo waungao mambo ya majaliwa na wapingao, msikubali kuwekwa katika kategori hizi.
kwamba kuna apingao qadha na qadar, kuna na aungao qadha na qadar. Lazima tuamini qadha na qadar, hakuna nafasi ya kupinga. Ni nini maana ya qadha na qadar? Hapa ndipo tukhtalifiana. Sijui umeelewana vizuri sana. Hatukhtalifiani tukubali ama hatukubali, tukhtalifiana. Qadha na qadar inamaanisha nini? Qadha na qadar inamaanisha Mungu ndio anaopekesha mambo yote ulimwenguni. Sawa. Kuna mtu akataa hilo? Kuna Muislamu aweza kunena mambo yaenda ulimwenguni Mungu hana uhusiano nayo? Yawezekana hilo? Haiwezekani. Aha, Mungu apekesha mambo yote ulimwenguni. Ayapekesha vipi? Napenda kidogo tufanye kisemina ya mambo ili niwape very simple. Aliendesha gari ni nani? Ni dereva. Tairi basi zatakikana? Mupo na mimi vizuri sana. Aendesha gari ni nani? Dereva. Tanki ikiwa tupu taenda? Haiende. Lakini itampokonya dereva nafasi ya kwamba yeye ndo aendeshao? Haimpokonyi. Atabaki dereva ndio aendeshao nini gari ama sie? Lakini uendeshaji wake gari lazima kuwe na nini? Na patroli. Uendeshaji wake gari lazima kuwe na nini? Na matairi. Lakini dereva atabaki kuwa ndiye nani? Sijui mmeelewa jamani, ni vizuri. Picha imekuwa wazi sasa. Kwa hivyo aendeshao ulimwengu ni nani? Wa hasha lillah, sitaki kumfananisha Mwenyezi Mungu, walillahil mathalul a'la. Napiga mifano tu kuweka fikra, hafanani na dereva Mungu. Maana pia sikatwa kidogo hii ikaenda siku hizi paka ukinena kwenye unene kwa hadhari sana. Jamaa tunataka kukata kipande tena ustadhi umfananisha Mungu na dereva, sio? Mwenyezi Mungu aendesha ulimwengu, lakini yeye mwenyewe ameamua kuuendesha hunu ulimwengu kwa sababu ndio hizo mimi nilizopiga mfano, matairi, patroli, sio? Yeye mwenyewe ameamua, yeye si sisi tulompangia. Yeye mwenyewe asema unena ile kwenye suratul Kahfi, wa atainahu min kulli shay'in sababa. Tulimpa nguvu nani huyu Dhulqarnaini, tukamuonesha zile sababu zinazofuatwa, ukizifuata utafika. Na moja katika sababu, Mwenyezi Mungu ndio anaendesha ulimwengu. Moja katika uendeshaji wa ulimwengu, fa idha maridtu fahuwa, sio Nabii Allah Ibrahim ametuambia, wa idha maridtu fahuwa yashfini, nikiwa mgonjwa mimi hunipoza kupitia dawa. Mungu mwenyewe. Kwa dalili gani? Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulosomeshwa madrasa tukiwa watoto, tadawu ibadallah fa inna Allah lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, fanyeni dawa mkishikwa na maradhi. Mtume anatuambia mkishikwa na maradhi fanyeni nini? Fanyeni dawa. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuweka maradhi, ila aliweka sababu za maradhi, akaweka na sababu za nini? Za shifa. Kwa hivyo ukienda kwenye sababu za maradhi utapatikana na maradhi, atakupa maradhi ni Mungu. Ukienda kwenye sababu za dawa utapata matibabu, atakupa matibabu ni nani? Kupitia zile fahuwa musabbibul asbabi. Yeye ndo anaoziendesha sababu. Akitaka mara nyingine kwa malengo muhimu ulimwenguni kuzivunda sababu zisifanye kazi, kuingia kati akazivunda, na ndio huankuliwa miujiza. Maana ya miujiza kwa lugha fupi ni Mwenyezi Mungu anapostopisha sababu. Kama moto umewekwa ni kufanya nini? Ni kuchoma. Mungu alipotaka kuingia kwa miujiza kumuonesha Nabii Ibrahim si mtu wa kawaida, aliwaambia ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Na moto badala ya kutoa moto ukatoa nini? Ukatoa baridi karibu ya kushinda friji. Ndio wanazuoni wanena hakutosheka kuambia kuni bardan, maana baridi pia huua. Akaongeza wasalaman.
Mando aliupokonya joto lisimuue, akaubadilisha ukatoa baridi. Baridi pia ingemmaliza Nabii Ibrahim, akarudi akaikava na baridi, akaambia wasalama. Hiyo baridi yenyewe pia hiyo baridi nzuri kama condition hivi, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kwa hivyo haya ndio majaliwa kwa maana rahisi. Na leo nilikuwa nataka nimalize hii mada hapa, kesho niingie kwenye msingi mwingine, lakini kesho nitajaliza tu kama dakika 5 twende kwenye msingi mwingine, kwa sababu siku haziko na sisi, ingawa mada tutembea uzuri mpaka sasa. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Na leo tuko kwenye siku, ingawa furaha pamoja na misiba imetutangilia kila upande, leo tuko katika siku ya kuzaliwa al-Imamul Hasan, mjukuu wa kwanza wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mwenyezi Mungu atupe baraka zao, na Mwenyezi Mungu awape shifa wale wagonjwa na awasahilishie mambo yao insha Allah taala. Shukran.